Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Lizi Masinga, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shamra za mapokezi ya kifalme kwa Rais Donald Trump wa Marekani zafanyika katika kasri la Windsor nchini Uingereza katika ziara yake ya pili nchini humo. The bond between our two nations is indeed a remarkable one. Forged in the fire of conflict, it has been fortified through our shared endeavors and burnished by the deep affection between our people. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Malawi katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne, huku rais wa zamani Peter Mutharika akionekana kuongoza dhidi ya rais anayemaliza muda wake Lazarus Chakwera. Na katika gumzo tunaangazia ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini Uingereza. Swali ni je, masuala gani yatakayopewa kipaumbele? Kuna suala la usalama Ukraine na Gaza, na vile vile kuna suala la biashara na uwekezaji, na katika masuala mengine ya viwanda na katika sekta zingine za kiuchumi. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari za dunia. Msomaji ni Jamhuri mwa Vyombo. Asante Lizi, karibu tena msikilizaji. Rais Trump ameelezea ziara yake ya sasa huko Uingereza kuwa heshima kubwa zaidi maishani mwake. Alikuwa akizungumza kwenye karamu ya kifahari huko Windsor Castle. Mwenyeji wake Mfalme Charles amesifu kile alichokiita kujitolea kwa Rais Trump na juhudi zake za kutafuta suluhu kwa migogoro ya duniani, mfano vita vya Ukraine. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. We also have a precious opportunity to safeguard and to restore the wonders and beauty of nature for the generations who follow us. Above all, to ensure that we have clean water, clean air and clean food. Polisi wa Uhispania wanasema wamewakamata watu 19 kwa tuhuma za kuwatesa na kuwaua wahamiaji kutoka Senegal walipokuwa wanawasafirisha kinyume cha sheria kupitia visiwa vya Kanari. Katika mkasa huo takriban abiria 50 walitoweka. Baadhi yao waliripotiwa kutupwa baharini, hasa wale waliokuwa wakilalamikia hali mbaya ya mateso wakati wa safari hizo hatari. Polisi nchini Togo wamemkamata aliyekuwa waziri wa ulinzi nchini humo, Bi Margarita Gakade. Kwa nini? Esther Luambano anatupasha zaidi. Bi Margarita amekamatwa kwa tuhuma za hujuma dhidi ya serikali. Ni shemeji wa rais wa Togo Faure Gnassingbé. Marehemu mumewe ni nduguye rais huyo. Bi Margarita alikuwa mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa wa waziri wa ulinzi nchini Togo, lakini alipofutwa kazi akaamua kujiunga na kambi ya upinzani. Na wanasayansi wanasema teknolojia ya akili mnemba AI inaweza kubashiri uwezekano wa mtu kukumbwa na maradhi miaka ya baadaye. Wamefananisha ni kama vile ubashiri wa hali ya hewa. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Jamhuri mwa Vyombo. Unasikiliza Amka na BBC toka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Bomba FM, Zanzibar ni Zenji FM, Kenya ni Pamoja FM. Iwapo uko Uganda tusikilize kupitia Radio Paidha, na iwapo upo DRC yategesikia kupitia Radio Muungano Beni. Unatupata pia kupitia Facebook ya BBC Swahili. Weka ujumbe wako hapo, tukipata wasaa tutausoma hewani. Asubuhi ya leo kuna Lizi Masinga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea ziara yake ya serikali nchini Uingereza kuwa heshima ya juu zaidi maishani mwake. Alikuwa akizungumza katika karamu ya kifahari katika kasri ya Windsor. Mfalme Charles amesifu kile alichokiita kujitolea kwa Trump kutafuta suluhu kwa mizozo ya ulimwengu. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Sherehe na shamra za mapokezi ya kifalme kwa Rais Donald Trump wa Marekani zimefanyika katika kasri la Windsor nchini Uingereza katika ziara yake ya pili nchini humo, akipokelewa na mwenyeji wake Mfalme Charles, ambapo Mfalme Charles alimpongeza Rais Trump kwa kufanya juhudi binafsi kutafuta suluhu kwa baadhi ya migogoro mibaya ambayo imekuwa migumu kusuluhishwa duniani, huku katika hotuba yake Mfalme Charles akitoa wito kwa Marekani kuiunga mkono Ukraine dhidi ya vita vya Urusi.
Our people have fought and died together for the values we hold dear. Akijibu, Rais Trump amepongeza uhusiano maalum kati ya Marekani na Uingereza. Wageni 160 wamealikwa kwa tafrija katika kasri la Windsor, ambapo Rais Trump ametumia fursa hiyo kuhusu uhusiano mzuri wa nchi hizo mbili na haja ya kudumisha uhusiano wa kitamaduni, biashara na vilevile kijeshi. Kwa pamoja tumefanya mema zaidi kwa ubinadamu kuliko nchi zozote mbili katika historia yote. Kwa pamoja ni lazima tutetee urithi wa kipekee unaotufanya sisi ni nani. Na lazima tuendelee kutetea maadili na watu wa ulimwengu unaozungumza Kiingereza. Na kwa kweli tunasimama kwa hilo. We do indeed stand for that. Ziara hiyo ya Rais Trump itaendelea hadi leo Alhamisi, huku Malkia Camilla na Kate wakifanya hafla na mke wa Rais Trump, Melania Trump. Hapo baadaye kutakuwa na mazungumzo ya kisiasa na mkutano wa waandishi wa habari wakati Trump atakapokutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Haya yanatajwa kuwa mapokezi ya kifahari kuwahi kufanyika kwa kiongozi wa taifa la nje nchini Uingereza katika miaka ya hivi karibuni. Ni taarifa yake na Steham Mohamed. Tuelekee sasa nchini Malawi. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini humo katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne, huku rais wa zamani Peter Mutharika akionekana kuongoza dhidi ya rais anayemaliza muda wake Lazarus Chakwera. Taifa hilo la watu milioni 22 linapambana si tu na kutokuwa na uhakika wa kisiasa, bali pia mojawapo ya matatizo mabaya zaidi ya kiuchumi katika historia yake. Uchaguzi huo ni wa kwanza wa kitaifa tangu mahakama ya katiba ya Malawi kubatilisha uchaguzi wa mwaka 2019 kwa makosa yaliyojitokeza na hivyo kuwa mfano barani Afrika. Uamuzi huo ulisababisha marudio ya uchaguzi mwaka 2020 ambayo Chakwera alishinda na kumwangusha Mutharika. Moja kwa moja sasa naungana na mwandishi wa habari toka Lilongwe, Nixon Katembo. Katembo, habari za asubuhi. Salama Lizi. Na tuambie matokeo ya awali yanasemaje? Matokeo ya awali yanaonyesha Peter Mutharika akiongoza, ingawa tume ya uchaguzi imeweza kuelezea kwamba haya ni matokeo yasiyo rasmi na vyombo vya habari vina haki ya kuweza kuyatangaza, ila wasubiri matokeo rasmi yakitangazwa na tume hiyo ya uchaguzi. Na wananchi sambamba na wagombea wanasemaje juu ya matokeo haya ya awali? Wananchi wana furaha kubwa kwamba kunaweza kutokea mabadiliko ambayo wamekuwa yakilalamikia, na wanasema kwamba hili linahitajika kwa Malawi kuweza kujikosha katika hali kujiondoa katika hali ambayo ya uchumi mbaya zaidi kuwahi kuonekana, ndio wanavyosema, kutokana na ukosefu wa mafuta. Lakini pia wanasiasa kila mmoja anadai mapema hapo jana chama kilichoko madarakani cha Malawi Congress Party kupitia msemaji wake Jesse Kabwila waliweza kutangaza ushindi na kusema kwamba chama cha upinzani kiweze kukubali kwamba kimeshindwa na waendelee kusubiri matangazo ili MEC ama tume ya uchaguzi iweze kutangaza mshindi kama chama hicho cha kinachoongoza madarakani. Na kwa upande wake zilipofika mida saa 8 hivi Shadrack na Malomba, msemaji wa chama cha DPP ambacho ni kiongozi cha Peter Mutharika, aliweza kutipilia mbali madai ya chama kilichoko madarakani na kuweza kusema kwamba wao ndio washindi, kwamba tangu uhuru upatikane wa nchi hii miaka 60 iliyopita MEC hiyo ya Chakwera haijawahi kushinda uchaguzi, na hivi basi kuzusha taharuki ya kisiasa na maoni mbalimbali miongoni mwa Malawi, na hivi basi kuifanya tume ya uchaguzi kuweza kuomba kwamba wanasiasa wajizuie kutangaza matokeo yasiyo rasmi na kudai ushindi. MEC ndio na uamuzi wa kuweza kutoa matangazo rasmi na kuwaomba raia wawe na subira kwa sababu MEC na siku 8 kisheria. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa ndani ya muda gani? Na matokeo rasmi yanatarajiwa ndani ya siku 7 kwa mujibu wa katiba na sheria za Malawi, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Annabel Mtalinja ameweza kuelezea kwamba wanafanya juu chini ili matokeo hayo yatangazwe kwa muda unaofaa. Nashukuru sana na nakutakia asubuhi njema, na tutaendelea kupata taarifa kutoka kwako. Asante.
Nchini Mali, serikali ya kijeshi inajaribu kupunguza hasira inayoongezeka baada ya wanamgambo wa Kiislamu kufunga barabara kuu na kuwaacha madereva wa malori wakiwa katika hatari ya kuvamiwa na kushambuliwa. Waziri Mkuu Abdoulaye Maiga kwa mara ya kwanza amekiri hadharani ukubwa wa mgogoro huo, akisema mamlaka zinafanya kazi kurejesha usalama kwenye mitandao muhimu ya barabara nchini humo. Zaidi na Beldin Waliaula. Jeshi la taifa la Mali limeingilia kati kuleta utulivu baada ya raia kughadhabishwa na hatua ya kundi moja la kigaidi kufunga barabara kuu za taifa hilo na kuwashambulia madereva wa lori. Serikali ya taifa hilo imekiri hali kuwa mbaya, huku waziri mkuu wa taifa hilo Abdoulaye Maiga akisema kuwa wanafanya kila wawezalo kuimarisha usalama katika barabara kuu za taifa hilo. Kuwekwa kwa vizuizi barabarani na makundi kigaidi yameathiri pakubwa usambazaji wa mafuta nchini humo na kuathiri pakubwa hali ya uchukuzi. Eneo la Sahel, Afrika Magharibi, imekuwa kikumbwa na visa vya ugaidi kwa muda mrefu, huku 50% ya vifo eneo hilo vikitokana na visa vya ugaidi. Hatua ya kundi hilo la kigaidi lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda linasemekana kutaka kuleta mkwamo katika mji mkuu wa Mali, Bamako. Kuwekwa kwa vizuizi hivyo barabarani kulianza na kutekwa nyara na kuachiliwa kwa madereva 6 raia wa Senegal katika barabara kuu ya Dakar kuelekea Bamako. Hii si mara ya kwanza kundi la kigaidi la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimina lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda kutumia mbinu hii kuongeza viwango vya operesheni zake. Vizuizi hivyo viliwekwa katika maeneo mawili muhimu ya Kayes, ambayo ndio njia kuu ya kusafirisha chakula kwa njia barabara na treni kutoka Senegal, na Nioro du Sahel, ambayo ndio njia kuu ya kuingia Mali kutoka Mauritania. Kundi hilo la kigaidi limeweka vizuizi hivyo ili kudhibiti bidhaa zinazoingia nchini humo na kuwatoza ushuru wanabiashara. Vijiji kadhaa nchini Mali zipo katika njia panda kiuchumi, masoko mengi yakikosa bidhaa, huku shughuli za uchukuzi zikisitishwa maeneo mengi. Ni taarifa ya Beldin Waliaula. Sasa ni habari za michezo na Nkia. Yes. Unaweza kusema Nkia, David Nkia. Sasa Lizi Masenga, bila shaka ujambo msikilizaji. Usiku wa kuamkia leo imepigwa michezo kadhaa ya klabu bingwa barani Ulaya, yani UEFA Champions League. Matokeo ya baadhi ya michezo: Bayern Munich ikaichapa Chelsea 3-1, Liverpool 3, Athletic de Madrid 2, Ajax ya Uholanzi kungutwa na Internazionale Milan ya Italia goli 2-0. Mabingwa tetezi PSG wakaicharanga vilivyo Atlanta goli 4-0. Leo kutoka na michezo mingine Lizi, ambapo Man City itacheza dhidi ya Napoli, Newcastle United dhidi ya Barcelona, FC Copenhagen ya Uholanzi watawakaribisha Bayer Leverkusen, huku Club Brugge kikiwasha dhidi ya Monaco. Kwingine kwa Jose Mourinho, unamfahamu huyo amesema anakaribia kuteuliwa kuwa meneja wa Benfica baada ya kuwasili Lisbon kwa mazungumzo na klabu hiyo Reno. Mourinho anatarajiwa kuchukua nafasi ya Bruno Lage ambaye alitimuliwa kufuatia kichapo cha Jumanne cha Liga ya Mabingwa dhidi ya Karabakh. Kocha huyo mwenye miaka 62 amekuwa hana kazi ndani ya mwezi mmoja tu baada ya kutimuliwa kule Fenerbahce. Kwenye riadha, Jack Worthington anasema medali yake ya dunia mita 1500 ya fedha alihisi kama ni dhahabu baada ya kurejea kwenye jukwaa la kimataifa. Worthington, bingwa wa dunia mwaka 2022, amerejea tena kwa kishindo baada ya kuhangaika na majeraha na kukosa michuano miwili mikubwa iliyopita. Mwanariadha huyo mwenye miaka 31 alianguka kwa uchovu baada ya kuvuka mstari wa mwisho. Leo hii vile vile tutakuwa tunakuelezea kile ambacho kinajiri pale Tokyo katika michuano hii mikubwa kabisa ya riadha duniani. Kwenye tennis, Elina Svitolina na Marta Kostyuk wamehakikishia Ukraine nafasi ya nusu finali ya Billie Jean King Cup kwa mara ya kwanza katika ushindani uliotolewa dhidi ya Hispania. Mchezaji huyo mara 13 duniani kwa ubora ameshinda kwa seti 5-7, 6-2, 7-5 dhidi ya Paula Badosa na kufanya Ukraine kuongoza katika hatua ya 3 bora. Kwa upande wa Kostyuk wa Ukraine vile vile naye ameshinda kwa seti 7-6, 7-3, 6-2 dhidi ya Jessica Bosas Maneiro mjini Shenzhen huko nchini China. Tetezi za soka kwa fupi Lizi, Juventus wanatarajia kujibu ama kuweza kumfuatilia kwa karibu kabisa kiungo Reno Bernardo Silva kwa uhamisho huru wakati mkataba wake na Man City utakapokamilika mwishoni mwa msimu ujao. Man City vile vile wanafikiria kumnunua mchezaji wa Man U Kobbie Mainoo, ingawa wana uwezekano kukabiliana na ushindani mkali kabisa kutoka kwa Newcastle na Chelsea kumnunua kiungo huyo wakati wa England mwenye miaka 20 ambaye kwa sasa ana nafasi kwenye klabu ya Manchester katika kikosi cha kwanza. Lizi, unajua kwa nini nacheka? Hii ni maajabu. Huyu anamwambia mama yake, napitia sokoni, unahitaji nikuletee nini? Mama yake akamjibu, niletee mjukuu.